Uzalendo ni tunu adhimu inayomgusa kila mmoja katika taifa lolote ulimwenguni, na katika Uislamu pia uzalendo ni zaidi ya hisia za kawaida, kwani ni sehemu ya maadili yanayokubalika, kuunganisha imani na jukumu la mtu kwa jamii ya nchi yake. Hali hiyo imemsukuma mwanazuoni wa Kiislamu alijikita katika uandishi wa vitabu vya Kiislamu, ambaye pia ni imamu wa msikiti wa Maamur uliopo Upanga jijini Dar es Salaam, Sheikh Isa Othman Isa, kuandika kitabu alichokipa jina la Uislamu na Uzalendo, kilichozinduliwa Jumanne Septemba 30, 2025 katika ukumbi wa DYCCC Temeke, Dar es Salaam. Akizungumza katika uzinduzi wa kitabu hicho, Sheikh Isa amesema kila raia anapaswa kulitetea taifa lake na kuhakikisha kuwa anakuwa mzalendo ili kuleta usawa wa jamii na kulinda taifa lake. Msingi wa kitabu hiki ni kuelimisha na kutanabahisha jamii, especially jamii yetu ya Waislamu na Watanzania kwa ujumla, kwamba uzalendo ni jambo muhimu, ni jambo kubwa na ni jambo linaloendana na misingi ya dini ya Kiislamu, lakini naamini na dini zingine. Na ukitazama kazi za mitume ilikuwa ni kupigania watu wao wasipate madhara, wasifate njia isiyofaa, na kwa njia hiyo vile vile wanailinda na miji yao. Kwa hiyo unaona wazalendo namba moja walikuwa wao. Kwa hiyo msingi wa kitabu hiki ni kufahamisha juu ya tunu na thamani ya uzalendo, kwamba haitanguliwi na chochote baada ya dini. Kwa hivyo kila mmoja wetu popote pale alipo ajikague, wanasema wazungu wafanye critical self evaluation, yeye ni mzalendo kwa kiasi gani, na ajikague kupitia matendo yake ambayo anaishi nayo kila siku, yanajenga kwenye nchi yake, kuilinda, kuithamini, kuitetea, au yanaelekea kwenye kuleta vurugu, uvunjifu wa amani, fujo na mambo mengine yasiyofaa. Sio suala la kuhisi uzalendo umepungua tu. Yaani kitu muhimu ambacho nimekiona mimi ni ile kuelewa ule uzalendo ni nini. Ndio kitu ambacho nimeona kwa kiasi kikubwa hakipo. Kwa hiyo yako mambo mtu anafanya anadhani ndio uzalendo, kumbe ni kinyume chake, na yako mambo mtu hafanya anadhani sio sawa, kumbe ndio uzalendo wenyewe. Kwa hiyo kwanza tuna kazi kubwa ya kuelimisha uzalendo. Halafu sasa ndio tunaweza kuona kama umepungua au umeongezeka. Akizungumza katika tukio hilo, Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Al-Had amempongeza Sheikh Isa kwa kuandika kitabu hicho ambacho kimeendana na wakati husika ambao wale wengi hawajui nini maana halisi ya uzalendo. Tazama kitabu cha leo, Uislamu na Uzalendo. Kumekuwa na mkanganyiko mkubwa sana baina ya watu kujua Uislamu ni nini, uzalendo ni kitu gani. Na kuna baadhi yetu tunatofautisha kwamba uzalendo ni kitu kingine, Uislamu ni kitu kingine. Wakati ndani ya kitabu moja ya maudhui kuonyesha kwamba Uislamu na uzalendo ni kitu kinachokwenda sambamba. Kwa hiyo ni kitu cha kupongezwa, lakini cha kuombewa Mungu, lakini pia cha kuigwa na kuwataka watu wote sasa, hasa kwa wakati kama tuliokuwa nao. Tunaona mambo mengi yanatokea huko, kwamba hivi sasa hivi mtu anabaki kuwa mtu tu, lakini uzalendo hana. Na cha kusikitisha zaidi, anaweza kuwa ni Muislamu, wakati ndani ya Uislamu kuna mafundisho ya mtu lazima awe mzalendo. Na si kweli kwamba kuonekana mtu anapigania uzalendo, anahamasisha na kusimika uzalendo, tukamuita chawa au kapewa hela au hapana. Uzalendo ni kitu muhimu sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaondoshwa Maka, anahamia Madina, anasema wallahi innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Wewe Maka ni mji ambao unaupenda sana mimi. Walaula anna ahlaka akhrajuni ma kharajtu, lau sio watu wako kunifukuza mimi ningebaki kuitetea Maka yangu. Huu ni uzalendo ambao tunatakiwa sisi tuwe nao wakati wote. Nao baadhi ya mashekhe waliohudhuria katika uzinduzi wa kitabu hicho wamesema kwa sasa kazi kubwa iliyosalia ni kuhamasisha watu kusoma kitabu ili umma upate elimu ya uzalendo. Sifa kuu ya uzalendo na utetezi wa nchi wenyewe ni Waislamu. Logo ya jina letu tu ile kuwa al-Islam, ile peace, ndio kitu ambacho kinatutetea. Sasa amani inapatikana wapi kama hakuna uzalendo? Ulimuona nani ananadi amani bila uzalendo? Kwa hiyo mimi niseme ni jambo zuri, na kuna kila sababu kitabu kisambazwe na kitangazwe, kipigiwe debe, ili watu waone umuhimu wa kuwa wazalendo. Tuishi kwa raha na amani katika nchi yetu. Basi inawezekana tukakosa pesa, lakini ukapata raha ya nafsi.
Wapo watu kwenye ndoa zao hawana pesa, lakini wananenepa kila siku kwa raha wanazozipata kwa wake zao. Waweza ukamdhania mtu tajiri. Basi na kwenye taifa hivyo hivyo. Tunaweza tukakosa fedha ya kutosha, lakini tukapata amani na raha ya nafsi na utulivu. Katika vitabu vinavyofaa kupigiwa kampeni au debe ili visomwe. Na kampeni maana yake ni ushawishi wa kila aina kwa njia tofauti. Basi kitabu hiki kifanyiwe kampeni. Watanzania ni wavivu katika kusoma vitabu. Wakati umefika tuhamasishane tusome vitabu. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.